Shikamoo mheshimiwa. Marahaba, jambo bwana. Sijambo. Mimi na malalamiko juu ya baba yangu juu ya kutaka kunyang'anywa kiwanja pale Dodoma. Baba yangu alipewa kiwanja na jiji pale Dodoma, kiwanja namba 24 block AY, na baada ya kupewa alilipia kabisa shilingi milioni 32 na akapewa kibali, akapewa hati kwa ajili ya ujenzi, akapewa hati kwa ajili ya kiwanja, lakini baadaye wakaja wakampa kibali kwa ajili ya ujenzi na akaendelea kujenga. Baada ya kumaliza ujenzi mwaka huu mwezi wa pili, walimpatia barua ya kumdai ile hati ambayo walishakuwa wamempatia kwamba tunaomba hati, tutakupa kiwanja maeneo mengine, na wanadai kwamba kiwanja kile amepewa taasisi, na huyo taasisi ni kwamba amelipa milioni 337. Sasa sisi kama watoto wake tulikuwa tunajiuliza kwamba je, kiwanja kinachukuliwa kwa sababu alilipa milioni 32 na aliopewa amelipa pesa nyingi zaidi? Lakini bado baba yetu alidai kwamba yeye yuko tayari iwapo tu atapewa kiwanja sehemu nzuri, maeneo mazuri, na aridhie yeye mwenyewe bila kukandamizwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baba yetu yeye yuko tayari kupewa kiwanja sehemu nyingine, lakini yawe maeneo ambayo yeye ataridhia naye. Mwisho kabisa anakuomba Mheshimiwa Waziri umsaidie ili apewe au atendewe haki yake kupata kiwanja chake. Hati si anayo? Ndio, hati anayo. Si alishalipia? Alishalipia. Mheshimiwa Waziri, waambie watu wako wa jiji, hii mambo ya kutengeneza mgogoro kila siku ni mambo ambayo hayakubaliki. Tumeshachoka mambo ya kusikia mgogoro kila leo. Mtu amenunua kiwanja, amelipia kodi zake, hati anayo, hiyo ni mali yake. Ninyi mnaendaje kuuza? Mnauzaje mali ambayo inammiliki? Waziri, mnauzaje mali ambayo inammiliki? Mtu ana hati ambayo imetolewa na serikali, mnaendaje tena kuiuza? Hata hii mambo ya kwamba tutakutafutia kiwanja kingine ni mambo ya kitapeli tu na yenyewe. Unachukuaje mali ya mtu na amenunua na amelipia? Huyo mwingine huyo walie nani, hata kama ni taasisi, kwa nini wasimtafutie hicho kingine wanachotaka kumtafutia mtu? Sasa sikiliza, hata kama babako alikuwa tayari, naelekeza yule mwingine ambaye ametoa fedha wamtafutie hicho kiwanja kingine. Huyu mwingine ambaye ana hati yake na amelipia aendelee na shughuli hizo. Haya ndo mambo ya kijinga ambayo tunaleta migogoro kila siku kwenye mambo ambayo hayatakiwi kuwa na migogoro. Unauzaje mali ya mtu na ana hati yake? Unauzaje? Tamaa hizi za kijinga tu hizi. Unauzaje mali ya mwananchi na ana hati, na hati ameitoa kwako? Na ardhi kila siku inapanda thamani. Kwa hiyo kama mtu alinunua miaka 20 iliyopita, leo mnapata mnunuzi mpya ana hela nyingi zaidi, mnaenda kumnyang'anya. Haya mambo hatuwezi tukaa tunaenda namna hiyo. Mheshimiwa Waziri, hebu kaa na wewe kijana, pata hicho kiwanja, na hiyo barua waliomwandikia hebu chukua uichane. Hiyo barua kama mnayo ichaneni hapa nikiwa naiona. Mambo ya kipuzi tu hayo. Kama babako amesema yuko tayari, sasa wameshindwaje kupeleka hati nyingine kwamba tubadilishie hii, chukua hii hapa? Alafu mimi nilichalipia, mnataka nianze kuzunguka kila siku nadai kitu ambacho ni mali yangu? Ndio haya mazoea ya kuona mtu akilalamika kwenye jambo ambalo ni haki yake kwamba ni sherehe tu. Mimi mambo ya aina hii sina ustaarabu nayo. Nilipita juzi pale nikakuta taasisi wamemega eneo la mtu. Nini tulikuwa tunarekebisha ramani? Pumbavu. Ramani inatusaidia nini?